Karibu sana mtazamaji wa Bayo Media Channel popote pale ambako unatazama na kuangazia taarifa mbalimbali. Jina langu ni Official Rose D. Kama kwanza hujasubscribe, karibu sana kwa ajili ya kuwa mwanafamilia na mtu wa kwanza kupata taarifa za kwetu kupitia channel yako hii pendwa kabisa ya Bayo Media. Ni taarifa ambako Humphrey Polepole mwaka mmoja baada ya kujiuzulu, ni takribani siku 280 za kutoweka kwake ambazo zimezua maswali mengi sana. Sasa hili limekaa vipi? Karibu sana nikupitishe katika taarifa ya mwaka mmoja umepita ni tangu aliyekuwa balozi wa Tanzania nchini Cuba Humphrey Polepole alipofanya uamuzi uliotikisa anga la kisiasa nchini Tanzania kwa kujiuzulu nafasi yake ya uwakilishi wa kidiplomasia. Wakati kumbukumbu ya kujiuzulu kwake ikiendelea kutajwa, pia zimefika ni siku 280 tangu kuripotiwa kutoweka kwake katika mazingira yaliyoibua maswali mengi kwa wananchi na wadau wa siasa. Polepole alitangaza kuachia wadhifa huo kupitia barua yake ya Julai 13 mwaka 2025, akieleza kuwa uamuzi huo ulitokana na hali ya kukosa amani ya moyo na kutokuwa na imani na mwelekeo wa baadhi ya mambo katika uongozi wa nchi. Kauli yake ilivuta hisia kwa sababu ilitoka kwa mtu aliyewahi kuwa miongoni mwa watetezi wakubwa sana wa serikali, lakini pia Chama cha Mapinduzi CCM. Katika maelezo yake, Polepole alisema dhamira yake ilimzuia kuendelea kuiwakilisha Tanzania nje ya nchi, wakati akiamini misingi ya utawala bora, haki, uwajibikaji na uongozi wa kikatiba ilikuwa ikikabiliwa na changamoto. Alisisitiza kuwa asingependa kubaki katika nafasi ya uongozi huku akinyamaza kuhusu masuala ambayo kwake yalikuwa muhimu kwa mustakabali wa taifa. Baada ya kuondoka kwenye nafasi hiyo, Polepole alibadilika na kuwa mmoja wa wakosoaji wakubwa sana kwa mwenendo wa kisiasa nchini, na kupitia mahojiano mbalimbali, maandishi na mitandao ya kijamii alitoa maoni kuhusu masuala ya kidemokrasia, haki za binadamu, utawala wa sheria na namna taasisi za umma zinavyopaswa kufanya kazi kwa maslahi ya wananchi. Miongoni mwa hoja alizokuwa akizungumza mara kwa mara ni umuhimu wa uchaguzi huru na wa haki, kuheshimiwa kwa katiba, uwajibikaji wa viongozi pamoja na kulindwa kwa haki za kila mwananchi bila kujali tofauti za kisiasa. Lakini pia Polepole aliendelea kutoa wito kwa viongozi wa CCM kurejea katika misingi maadili, maridhiano na kuvumiliana kwa mawazo tofauti. Lakini pia alieleza kuwa nguvu ya chama chochote cha kisiasa hutokana na uwezo wake wa kusikiliza wananchi na kujenga taasisi imara. Lakini mtazamaji, Oktoba 6 mwaka 2025, taarifa za kutoweka kwake zilianza kusambaa baada ya kuripotiwa kutoweka katika eneo la Ununio, Dar es Salaam. Na tukio hilo lilizua mjadala mkubwa ndani na nje ya Tanzania, huku wananchi wengi wakitaka kufahamu ukweli kuhusu alipo na hali yake ikoje. Kutoka kwa Polepole kumeendelea kuwa moja ya matukio mazito yanayozungumzwa katika kipindi hiki, hasa kutoka nafasi yake ya awali serikalini na kauli alizokuwa amezitoa kabla ya tukio hilo. Wadau mbalimbali wameendelea kusisitiza umuhimu wa uchunguzi wa wazi ili kupata majibu kuhusu kilichotokea. Lakini kwa sasa jina la Humphrey Polepole linaendelea kubeba sura mbili tofauti katika historia ya siasa za Tanzania. Upande mmoja akiwa mwanasiasa aliyewahi kuwa mstari wa mbele kutetea serikali na chama chake na upande wa pili pia akiwa mkosoaji aliyekuwa akitoa hoja kali kuhusu mwelekeo wa utawala wa demokrasia nchini. Mwaka mmoja baada ya kujiuzulu kwake na siku 280 tangu kutoweka kwake, bado maswali mengi yanaendelea kutawala vichwani mwa watu, huku wananchi wakisubiri majibu yatakayowekwa wazi na hatima ya mmoja wa wanasiasa waliowahi kuwa na ushawishi katika siasa za Tanzania. Je, ni kweli kwamba kuna majibu yote ambayo tunaweza kuyapata kadiri ambavyo siku zinazidi kwenda, ama ndio imeisha hivyo? Basi moja kwa moja wakati mwingine tutaangazia maoni yako. Uwe na wakati mwema, kwaheri kwa sasa.